Bwana Yesu asifiwe sana. Nimempendeza Mungu siku ya leo na wakati kama huu kutafakari kuhusu ujumbe mmoja ambao ni muhimu sana, ambao naamini kwamba watu wengi hawafikiri kama vile ambavyo umuhimu wake ulivyo kama una maana. Hili Yesu Kristo pia alipokuwa na wanafunzi wake aliliona, na hatimaye aliona ni vizuri awasilishe kwa wanafunzi wake ili aweze kuona jinsi vile ambavyo wanaelewa. Na mojawapo ya jambo ambalo Yesu Kristo alitaka kujifunza kutoka kwa wanafunzi wake, aliwauliza kitu kimoja kwamba hivi, tukitembea huko na huko, watu wananena mimi kuwa ni nani? Watu wananena mimi kuwa ni nani? Yesu alitaka kujua watu wanamnena yeye kuwa ni nani. Halafu pia alitaka kujua wao wanafunzi wenyewe, je, wanafikiri yeye ni nani? Wanamnena kama yeye ni nani? Sasa Yesu alipowapa swali hili nataka kuelewa kutoka kwao, wanafunzi kila mmoja alianza kueleza kile ambacho alikuwa anafikiria na alichokuwa wanakisikia. Wengine wakasema hivi kwamba, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wakasema hivi kwamba wewe ni nabii yule, wengine wakamfananisha na manabii wengine mbalimbali, wakasema hivi kwamba. Kwa hiyo lakini Yesu akasema hivi kwamba okay, na ninyi je, mwanena mimi kuwa ni nani? Wanafunzi wakaanza kuangaliana, maana kila mtu alikuwa sasa niseme ni nani? Je, niseme ni nani? Lakini mwanafunzi mmoja aitwaye Petro akasema hivi kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na hakuna mtu ambaye alitegemea kwamba hilo jambo Petro angelijibu, na wala sijui kama alikuwa amejiandaa, kwa sababu Yesu alisema hivi kwamba umejibu vema, lakini si mwili na damu ambao vimekufunulia wewe, vimekufundisha wewe. Yaani hujajifunza kwa akili za kibinadamu jambo hili, ni ufunuo. Yaani Petro alionekana kwamba alijibu lile swali ambalo ni sahihi na ni ufunuo tu, sio kwamba alikuwa anaelewa alichokijibu. Ndio sababu Yesu akasema kwamba haujafundishwa na wanadamu, lakini ni ufunuo. Kwa hiyo Yesu alitambua ufahamu wa Petro ya kwamba si ufahamu wa kujifunza kibinadamu, kwa sababu yeye kama yeye alikuwa hajawaelezea kwa kina kiwango cha kujitambulisha kiwango hicho. Ndio maana akataka kujua kutoka kwao nini ambacho wanafahamu kuhusu yeye. Na kwa jinsi hiyo nimependa tushirikiane pamoja somo hili, kwa sababu ni somo la muhimu sana. Tukisoma katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa kwanza hadi ule mstari wa 9. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 9 anasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo, nami niendapo mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu lengo lake zima anataka hawa wanafunzi wake wamjue, kwa sababu bado mpaka wakati huo yeye kama Mungu alikuwa anajua kabisa kwamba hawa bado hawajajua chochote. Alikuwa anataka wamjue, na ili wamjue ilibidi aanzishe ujumbe fulani ambao utaanza kujenga hoja katikati yao, ili wao wapate kufanya nini? Kutaka kufahamu jambo. Kwa hiyo hata hapa anaambia msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Amejenga hoja ambayo anajua kabisa kwamba lazima kutakuwa na swali. Kweli Tomaso akauliza, tuonyeshe njia, kwa sababu ameshaambia kwamba njia mnaijua,
lakini anajua kabisa kwamba bado hili jambo ndani ya mioyoni mwao, katika fahamu zao hawajajua anamaanisha nini. Akasema njia mnaijua, lakini Tomaso akasema tuonyeshe njia. Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia ya mimi. Hapo aliposema namna hiyo, mwanafunzi mwingine akauliza, kwa sababu tayari Yesu anajenga hoja ya kuuliza maswali ili asilimia kubwa wapate kufahamu, wapate kujua, na yeye apate kupata tafakari zao nazo tafakari. Hao wanawaza nini kuhusu mimi? Filipo akauliza, utuonyeshe Baba yatosha. Na alikuwa anajua kabisa hawa bado hawajanijua mimi ni nani. Yesu akamwambia Filipo, umekuwa na mimi siku zote hizi, usinijue? Aliyeniona mimi amemwona Baba, wasemaje utuonyeshe Baba? Bwana siwe sana. Kwa hiyo kitendo hiki Yesu alifanya makusudi, lengo ni kutaka kujiweka wazi kwa wanafunzi wake, kwa sababu anakusudia hawa ndio watakaokwenda ulimwenguni mote kwa watu mbalimbali kumuelezea, kumuhubiri, kumuelezea jinsi alivyo. Sasa inabidi wamfahamu, inabidi wamuelewe. Kwa hiyo aliweka maswali haya, maelezo haya ili kupata hoja zao, ili azidi kujifunua kwao. Kwa hiyo Filipo alipouliza hivi, Bwana utuonyeshe Baba yatosha, ni kwa sababu Yesu aliweka hoja ya kwamba na anaenda kwa Baba yake. Sasa lakini huyo Baba yake akasema kwamba basi tuonyeshe Baba yatosha. Huyo Baba yako ndiye mtaja siku zote, tunaenda kwa Baba yako, Baba yako ni mkuu kuliko wewe, tuonyeshe Baba yako inatosha. Sasa Yesu akachukua nafasi nyingine ya kujitambulisha. Umekuwa na mimi siku zote Filipo, usinijue mimi? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wasemaje tuonyeshe Baba? Baba yu ndani yangu nami ni ndani ya Baba. Anawaambia Baba yuko ndani yake na yeye yu ndani ya Baba. Ukisoma katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 5, tunapata usemi huu ambao unafafanua hapa. Wakati Yesu alizungumza na wakati mtume Paulo alikuwa akizungumza na makutano. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 hadi mstari wa 19 nasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo mtume Paulo hapa anafunua kitu kile Yesu alisema ya kwamba kwa nini umekuwa na mimi Filipo usinijue? Mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Sasa hapa Paulo anasema hiyo kwamba yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyepatanisha ulimwengu, yani wanadamu waliopo na nafsi yake mwenyewe. Ni Mungu aliyefanya hivyo. Lakini Mungu huyu alifanya kwa njia gani? Alisema alikuwa ndani ya Kristo. Sasa hapo ndipo Yesu aliposema kwamba yeye yu ndani ya Baba na Baba yu ndani yake. Na akasema hiyo kwamba kwa Filipo kile anachokifanya hakifanyi yeye kwa shauri lake. Baba akaenda ndani yake anazifanya zile kazi. Kwa hiyo yote aliyokuwa yanafanyika, uponyaji, miujiza, chochote kilichokuwa kinafanyika pale, aliyekuwa anakifanya ni Baba. Baba tunayemzungumza hapa maana yake ni Mungu muumbaji wa vyote. Huyo ndio Baba. Tunasema Baba kwa sababu yeye ndiye muumbaji wa vyote, ni Baba wa vyote. Ndio aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hiyo yeye ni Baba, ana cheo hicho kuitwa Baba. Lakini Baba sio jina lake. Baba ni cheo. Kwa sababu hata wanadamu wanaitwa baba fulani, baba fulani, baba fulani. Huyu baba fulani ana jina lake. Anaitwa baba kwa sababu ana mtoto. Lakini baba yake yeye mwenyewe jina lake anaweza kuitwa Frenki, anaweza kuitwa Isaya, anaweza kuitwa Yohana. Hayo ndio majina yake, lakini yeye ni baba wa mtu fulani. Kwa hiyo huyu Mungu ambaye amejidhihirisha ili kuitenda kazi yake, ili wanafunzi wake wamjue vizuri, wamfahamu yeye wanayemhubiri ni nani. Ndio maana alijenga hoja ili apate kujua fahamu zao, na ili afungue fahamu zao apate kumuelewa vizuri. Ndio maana akajenga hoja za namna hiyo. Anakwenda kwa Baba yake na njia mnaijua. Swali likawepo, tuonyeshe njia. Akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia mimi. Na mwingine tena akapata swali, tuonyeshe Baba yako inatosha. Akasema Filipo, umekuwa na mimi siku zote usinijue mimi? Aliyeniona mimi amemwona Baba.
Hebu angalia hivi, mtu anapokuambia unayemfahamu siku zote, alafu anakuambia neno kama aliyeniona mimi amemuona Baba, na wewe lengo lake uonyeshwe Baba, uonyeshwe huyo anayemsema, alafu anaishia kusema hivi aliyeniona mimi amemuona yeye, unataka kumaanisha kwamba hivi anazuga tu pale ili ya kwamba akupige chenga, au anamaanisha? Yesu pale alikuwa anamaanisha, lengo lake ilikuwa kujifunua ili wamjue, ili watakapokwenda kumtangaza wamtangaze katika kiwango cha kumfahamu vizuri. Ndio sababu walipoteswa, walipofanyiwa kila aina ya vizuizi ili ya kwamba wasihubiri jina la Kristo, walikuwa tayari kufa. Kwa nini? Walijua wanayemhubiri ni nani? Ni Mungu mwenye uweza, aliyeumba mbingu na nchi, anayeokoa watu wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.